Yesu mkombozi wetu, tunakuja mbele yako kutafakari uliyoteswa kwa ajili yetu. Tunaomba tafakari hii itusaidie kupendana zaidi na kusaidiana kuishi magumu tunayokutana nayo katika maisha yetu, kwa sala hii yenye kutafakari juu ya haki na amani. Tunakuomba utusaidie tutambue kwamba wewe umekuja kati yetu kushiriki maisha yetu na kutuonyesha njia ya kuepuka dhambi na uovu kwa kufuata mafundisho yako wote. Yesu mwema, Bikira Maria mama yako alikuwa nawe katika njia yako ya msalaba, nasi tunamuomba awe nasi katika sala hii ya njia ya msalaba, ili hatimaye tunaposhiriki kujenga jamii iliyo bora zaidi, tupate nguvu na msaada kwa njia ya maombezi yake. Kituo cha kwanza, Yesu anahukumiwa afe. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru. Katika jamii yetu tunawakuta watu wengi wanaonyimwa haki zao. Mbinu zinazotumiwa kupotosha haki za watu ni pamoja na ucheleweshaji wa kesi unaoambatana na kupotea kwa majarada, kunaoambatana na rushwa. Mfumo mzima unaohusika na utetezi wa haki za watu una kasoro nyingi. Tujifunue mbele ya Mwenyezi Mungu, tuone ni kwa njia zipi tumewakosea watu haki. Yesu, wewe ulikuja kuwaponya wenye dhambi. Tunakuomba utusamehe makosa yetu ya kupotosha haki, hasa pale tuliposhiriki rushwa au udanganyifu. Tunakuomba utusaidie kushinda vishawishi vinavyotuvuta kupotosha haki za watu wako, hasa watu wanyonge na maskini. Bwana, utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Kituo cha pili, Yesu anapokea msalaba. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Tukichunguza jamii yetu, tunaona watu mbalimbali ambao wanatumikia adhabu wasiostahili. Miongoni mwa hawa ni wale waliomo magerezani kwa tuhuma za uongo ama hukumu zisizo za haki, wanyonge wanaonyanyaswa na kunyimwa haki zao, zikiwemo huduma za kijamii na hivyo kuishi maisha duni na ya mateso. Wapo pia wale wanaouawa kwa tuhuma za wizi. Ni mambo ya namna hii ndiyo tunaitwa kuyatafakari leo na kutambua kuhusika kwetu. Yesu, tunakuja kwako kukuomba usaidie kubadilika na kuacha kufanya mambo yanayoleta mateso na shida kwa wengine. Utusaidie mateso tunayopata tuyapokee kama changamoto ya kukua kiroho na kiutu. Pia utujalie moyo wa kushiriki mateso yanayowakabili wenzetu, na tufanye kazi kwa bidii katika
shida na mateso miongoni mwetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. E Bwana, utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Kituo cha 3. Yesu anaanguka mara ya kwanza. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Umaskini ni mzigo unaoelemea jamii yetu na kutuangusha wengi dhambini. Vijijini na mijini, hali ya maisha ya wanyonge ni mbaya. Mahitaji na huduma muhimu ni mambo magumu kwa wanyonge kuyafanikisha. Hata wengine hufa kwa kukoswa tiba. Hali ya umaskini inachangia kwa kiasi kikubwa na sera pamoja na mipango mibovu na tabia ya kutowajibika, uvivu, rushwa na ufisadi, ubinafsi, uchoyo, matumizi mabaya ya muda na mali. Yote haya hukwamisha jitihada zinazofanywa dhidi ya umaskini. Tumuombe Mungu atusaidie kuwa na moyo wa uwajibikaji na kusaidiana, na hasa kujali manufaa na maslahi ya kila mmoja. Yesu, mfalme wa haki na amani, uwajalie maskini wote moyo wa kuungana na kuwajibika katika kukabiliana na umaskini kwa kufanya kazi kwa bidii na kushauri marekebisho ya sera na mipango mibovu. Waangazie wanaojinufaisha kutokana na umaskini wa wanyonge, watambue ubaya wake. Utusaidie kushinda ubinafsi na uchoyo miongoni mwetu, tukatimize agizo lako la kufanya kazi ya kuleta nafuu ya maisha ya watu wako. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Bwana utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waumini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Kituo cha 4. Yesu anakutana na mama yake. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa unawakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Kwenye jamii zetu tunakutana na watu wanaoteseka kwa shida, dhiki na mateso ya aina mbalimbali. Watu hawa wanaweza kuwa familia zinazofarakana na kukosa amani, yatima na wajane, wagonjwa, wanyonge na wahitaji mbalimbali. Pia wapo watu miongoni mwetu wanaotawaliwa na pesa, mali na madaraka na kusahau ukweli. Watu wa aina hii tunakutana nao kila wakati. Tujiulize na kutafakari kama katika hali hiyo tunasaidiaje? Pia kila mmoja wetu ajiulize anawasaidia namna gani watu wenye shida ndani ya familia na katika jumuiya yake. Yesu, wewe
ulikuja ili tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Tunakusihi utusaidie ushirikiane na kutumia vipaji vyetu katika kutafuta ufumbuzi wa matatizo mengi ndani ya jamii yetu ambayo yanaletea watu wako mateso na kuwakosesha amani. Tunaomba kwa maombezi ya mama yako tukubali kutumika kama vyombo vyako vya kujenga amani. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. E Bwana, utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Kituo cha 5. Simoni wa Kirene anamsaidia Yesu. Ee Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru kwa kuwa unawakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Katika maisha yetu tunakutana na watu walio taabani kwa mateso. Hawa wanahitaji msaada wa wengine, na zaidi ya yote wanahitaji kumwendea Yesu aliyesema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Nasi tunaalikwa kusaidia watu katika kubeba msalaba wao unaowaelemea kwa njia ya sala, wajibikaji na kujali manufaa wote, na pia kujitolea kwa ajili ya wengine. Baba yetu uliye mbinguni, Ee Yesu, tunakuomba utusaidie tuwe na bidii na ushupavu kwa kusaidiana katika shida na mateso ya watu miongoni mwetu. Utuimarishe tudumu katika sala na kushiriki mateso na shida za wengine, ili tuweze kuenenda pamoja katika safari yetu ya pamoja hapa duniani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, utuhurumie. Utuhurumie. Waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Kituo cha 6. Veronika anapangusa uso wa Yesu. Katika kituo hiki, Ee Yesu, tunakuabudu, tunakutukuza kwa kuwa umewatenua watu kwa msalaba wako mtakatifu. Katika kituo hiki tunatafakari jinsi wengi tunavyobaki kuangalia tu uovu ukiendelea kutendeka bila kuchukua hatua, na kwa kufanya hivyo tunafanya uovu uwe ni kitu cha kawaida katika jamii yetu. Tunatafakari hali ya kudumu katika shule zetu na katika zahanati na hospitali zetu. Huduma kwa ujumla ni duni kwa walio wengi, wakiwemo wale wanaokosa ndugu wa kuwasaidia. Hapa tunapokea wito wa pekee kama anavyotufundisha Veronika, tukijua kwamba hizi ni huduma muhimu kwa kila mwanadamu na ni haki kwa kila mmoja. Ee Yesu, mfalme wa haki na amani, tunakuomba utujalie ushujaa na ujasiri wa Mtakatifu Veronika katika maisha yetu ya kila siku,
tuweze bila uoga kuheshimu, kulinda na kutetea haki za watu, hasa katika huduma ya elimu na afya. Tunaomba utujalie umoja na mshikamano, kwa kuwa ndiyo njia bora itakayotusaidia kutimiza wito huo kikamilifu. Yesu, salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amina. Kituo cha 7. Yesu anaanguka mara ya pili. Yesu, tunakushukuru, tunakushukuru kwa kuwa umewakomboa watu kwa msaada wako mtakatifu. Katika jamii yetu tunakutana na watu wengi walio katika shida na mateso makubwa, kama ukosefu wa maji safi na salama, ukosefu wa mahitaji muhimu, uduni wa huduma mbalimbali, hali mbaya ya magereza na mazingira machafu. Kwa baadhi yetu hali ni taabani na watu wamefika hatua ya kukata tamaa. Njia ya kuwasaidia walio taabani ni kutoa misaada, kurekebisha sera na mipango mibovu na kusukuma utekelezaji wa mipango na sheria nzuri. Pia yatupasa kuchukua wajibu wetu wa pamoja kama jamii katika kuboresha maisha yetu. Yatupasa tujue kwamba njia ya ukombozi wetu ni kubeba msalaba kama Yesu mwenyewe. Tunapokutana na magumu, tusikate tamaa, kwani Mungu yupo nasi na ndiye tumaini letu. Yesu, wewe umetufundisha kuwa tutapata tuzo kwa kuwasaidia na kuwahudumia wenye shida mbalimbali. Utusaidie tufanye bidii kuondoa shida zinazowakabili watu wako. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bwana utuhurumie. Utuhurumie. Roho za waamini wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina.